ili nifungue mlango kwa wengine watakaokuwa na maswali, kwa kumuuliza shekhe kwamba inawezekana mimi nikawa na tabia, mathalan labda ni mlevi au na tabia ya kucheza kamari, ni katika miongoni mwa tabia mbaya, lakini kila nikitaka kuacha nashindwa, nimekuwa addicted, nimeathirika na uchezaji wa kamari. Au pengine kuna mwingine ana tabia ya uzinifu, ana mke lakini tabia yake ni uzinifu, anajaribu kutaka kuacha lakini anashindwa, anaacha leo, kesho, kesho kutwa anarudia. Sasa nifanyeje, au mtu huyu afanyeje aweze kuacha hiyo tabia, na amekuwa addicted na hiyo tabia, kunywa pombe, kucheza kamari, amekuwa addicted? Kuna mwongozo wote anaweza akaufuata ili aweze kuacha? Kwa sababu tunatambua kuna baadhi ya watu wameanza kufanya ibada katika Ramadhani hii, lakini wapo addicted na baadhi ya tabia fulani fulani, na anataka kuacha anashindwa. Kwa hiyo swali langu ni kwamba afanyeje au nifanyeje kuweza kuacha tabia kama hii ambayo mtu amekuwa addicted na tabia hii? Naam, swali zuri, na nadhani nimesema kwamba tumeletewa funga ya mwezi wa Ramadhani ili tusaidie kwanza kutuondoa mashaka kwamba inawezekana kubadili tabia, kwa sababu ndani ya mwezi wa Ramadhani yule ambaye yuko addicted na kuvuta sigara, ambao nje ya Ramadhani pengine ndani ya saa moja anaweza kuvuta 3-4, lakini kwenye Ramadhani anakaa masaa 12 hajavuta, na anafanya hivyo kwa siku 29 au 30 kuonesha ya kwamba inawezekana. Kwa hiyo Ramadhani pia ni mwalimu mzuri sana wa kutupa mazoezi ya kupractice kutumia manake ile nidhamu binafsi, sababu nidhamu binafsi ndio inaweza kutuongoza. Lakini la pili ni sisi kubadilisha makundi tulionayo. Kuna mwingine kinachomuumiza, hawezi kuacha tabia ile, ni kundi analokuwa nalo. Wanasema, nafikiri ilikuwa Marekani, walifanya utafiti kwa nini wale wahalifu wakikamatwa, wakifungwa, wakitoka baada ya muda mchache wanarudia tena. Wanawaita recidivist. Walipofanya utafiti wakagundua kinachowafanya warudi tena kwamba huyu mtu akitoka kule ndani anakuwa mtu mzuri sana, lakini akitoka pale mtaani anarudi kwenye genge lile lile lilomuingiza kule. Kwa hiyo siku 2-3 anajaribu kukataa na nini, lakini ndo watu waliokuwa nao anajikuta karudia tena. Kwa hiyo moja ya njia ya kufanya ni kubadilisha kundi ulilokuwa nalo. Lakini la pili, kujikurubisha kwa watu wema na kuwa tayari kuzungumza nao tatizo ulilokuwa nalo, ili upate namna ya kusaidiwa kwenye hilo. Na wakati mwingine Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kusema na yule mtu kwa mujibu wa akili yake pale anapokujia. Kwa hiyo muhimu ni vitu hivyo: kujikurubisha na watu wema, kufanya yaliyo mema, kushikamana na kusoma Qur'ani, kuleta adhkari mbalimbali, kukaa na watu wema, kukimbia makundi mabaya. Anapojishughulisha mtu na hayo, anapambana na zile fikra potofu. Wataalamu wanasema sisi wanadamu kwa siku tunapitiwa na fikra takriban 1045 mpaka 60, toka ukiamka mpaka unalala, zinazopita kwenye akili yako. Nyingi katika hizo hata uhisi kama zimekupitia. Zile zinazokaa sana kidogo ndo unajihisi kwamba imekupitia, lakini 75% ya hizo fikra zinakuwa ni zile potofu. Sasa namna gani unapambana nazo? Kumbe ndo maana tumeambiwa ndimi zetu ziwe saa zote maji kumtaja Mungu.
Kumbe ndio maana tunatakiwa tushikamane na kusoma Qur'ani, tushughulike na mambo ya kheri, inatusaidia kupambana na fikra potofu. Kwa hiyo hizi ni njia ambazo zinafaa, lakini mwisho tunao na wataalamu siku hizi wa ushauri na saha, ambao hiyo ndo taaluma yao, kumsaidia mtu huyu kutoka kwenye ule uraibu aliokuwa nao. Swali. Karibu Sheikh, tuanze na kule kwanza. Karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, mimi swali langu nasema kwamba nchi yetu haiendeshwi kwa mwenendo wa Kiislamu na Waislamu na kwa Kristo. Sasa kama viongozi wetu wa serikali hii wakawa wameenda kinyume na maadili yetu ya Kiislamu, ni wapi pa kuzungumzia? Kwa sababu kuzungumzia swala kusengenya, sababu tunaona viongozi wetu mara nyingi wanazungumzia kwenye membali kuhusu serikali yetu, fulani amefanya vibaya, fanya hivi, na hayupo. Kwa hiyo kwa picha ya kusengenya kama tunamsengenya kwa sababu hayupo, kwa sababu mwenyewe akisikia anajisikia vibaya. Je, hiyo tunasengenya? Na kama ni kusengenya, tuzungumzie wapi ili ujumbe wafikie? Kwa sababu uwezo wa kuona hatuna, wa kufia karibu. Ndio swali langu. Swali zuri ameuliza Sheikh, anataka kujua labda mimi akiridhia niliweke kwenye ukaaji mzuri lionekane linahusiana na tulichosema. Nilivyomuelewa yeye, ameelewa kusengenya na kusengenya ni nini, na kwa sababu ameelewa hivyo, miongoni mwa tabia zenye kuangamiza, sasa anauliza yale yanayotokea pengine yanayofanywa kwenye utawala, kwenye serikali, pengine mbunge, diwani, mwenyekiti wa serikali ya mtaa, kuna mambo amefanya sio sawa, si ndio bwana? Sasa na sisi ndo wananchi, tukisema pembeni wale hawapo, tumesengenya. Sasa tusemee wapi? Kwa hiyo mimi nadhani mifumo hiyo iliyopo inayo maeneo ya kusemea pia. Kwa hiyo ni kutumia ile mifumo iliyopo ya kuhakikisha unasema na unafikisha kile ambacho unaona hakiko sawa katika eneo lako kwa yule anayehusika, ili ule ujumbe umfikie, abadilishe kile ambacho anafanya sio sawa sawa. Kama ambavyo suala la kusengenya kuna baadhi ya maeneo pia limevuliwa. Mathalan pale mtaani pale pana mtu anajulikana muovu. Sasa kuna mtu hamjui kama yule muovu, kumtahadharisha na kumjulisha ili asije akadhurika, hiyo sasa inakuwa imevuliwa, haimo kwenye kule kusengenya. Kwa hivyo hili la huku kwenye wale viongozi, kawaida iko mifumo. Hata hapa msikitini kama unataka kuzungumza jambo unaliona kwenye uongozi, kuna utaratibu wa kuwafikia. Tumia ule utaratibu ili lile jambo lifike kwa muhusika, alipokee, halafu solution ipatikane kwenye hiyo. Lakini isiwe kwamba yale mapungufu yake ni sehemu ya kustarehesha kijiwe cha kahawa, au ni sehemu ya kutengeneza majungu tu hivi, kunakuwa na majungu na fitna, halafu hakuna kitu cha kufanyika. Hapo itakuwa sio sawa.